hisia mseto kuhusu uamuzi huo. Wengine wanaona kama ushindi wa haki, ila wengine wanasema kuwa ni siasa zilizo na hila fiche. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Kombo Alfayo ambaye amejumuika na wakazi mjini Keroka ili kutupa hisia zao. Kombo? Na asante sana Andren Kilemi. Nipo katikati ya jiji la Keroka, hasa katika kaunti ya Nyamira. Tunataka kuzungumza na wakazi katika kaunti, watueleze hisia zao ni zipi kuhusiana na maamuzi ya seneti hapo jana, ambapo tuliona kwamba gavana Nyaribo alilikuwepa shoka la kubanduliwa baada ya bunge la kaunti ya Nyamira kuweza kumbandua na kupeleka kikatiba malalamishi yale katika bunge la seneti. Tutakuwa nazungumza na baadhi ya wakazi wao, watueleze hisia zao ni zipi. Je, wanahisi vipi kuhusiana na uamuzi ambao ulitokewa hapo jana? Je, matakwa yao yaliweza kuafikiwa kama wakazi wa kaunti ya Nyamira? Tutakuwa namkaribisha mkazi aweze kufika hapa. Tueleze jina lako ni nani, hasa songa tu hapa karibu. Tueleze jina lako ni nani na hasa wakati huu unahisi vipi kuhusiana na maamuzi ambayo yaliweza kufikiwa hapo jana? Jina yangu naitwa Soro. Kufanya biashara Keroka hapa. Maamuzi ya jana ile niliangalia kwa TV kwa Senate walifuata kanuni ya katiba ya 210 na matiwani wale hawakupikia kiwango kile ya kupiga kura ya kumondoa. Ilikuwa kama ni porojo, kwa maana walikuwa 19 watatu wao huko, na kulingana kama mimi nilikuwa diwani zamani na naelewa mambo ya sheria. Kienda kuondoa mtu lazima mkuwe na 2/3, lakini yao hawakufuata. Je, pengine unahisi kwamba walichofanya seneti ilikuwa ni matarajio ya mkazi wa kaunti ya Nyamira? Seneti sisi wakati wa Nyamira, matarajio yetu ilikuwa sasa haki ifanyike huko, kwa maana sisi najua ni wapiga kura. Tunachagua seneti, tunachagua madiwani, wanaenda huko, lakini wanafuata sheria sile inatakikana. Kwa maana mimi naunga seneti wakufuata mambo ya fitina, walifuata kanuni ya katiba ya 19 ya 210. Kumondoa gavana lazima mfuate taratibu. Kwa hivyo nimeona hata madiwani hawa wale 19 hawakufuata taratibu. Je, unahisi kwamba hii ni mara ya tatu uliona Kericho swala kama hili liweza kufanyika Isiolo? Je, unahisi kwamba mawakilishi wadi hawa wanahitaji kupata mafunzo ili kuhakikisha kwamba wanaelewa katiba vizuri? Ndio. Hao madiwani unajua wengine hawajaenda workshop wafundishwe kanuni ya katiba, wajasoma katiba wengine, na wengine ni kama kazi walichaguliwa wakaenda huko. Nasikia tumuondoe leo, tunamuondoa leo. Pengine akikota kutoa kitu kidogo wanamuondoa. Yeah. Na asante sana. Pengine tuweze kupata naye wewe unahisi vipi kuhusiana na maamuzi ambayo aliweza kuafikiwa seneti jana? Asante sana. Majina yangu naitwa Enoch Karim, mkaaji kutoka Nyamira County, na nimefurahishwa sana na bunge letu la seneti kwa kufuata sheria yenye inafaa kufuatwa kulingana na constitution yetu ya 2010. Hoja namba 1, ningependa kuhimiza MCS wetu wa Nyamira County na haswa serikali kuu itenge pesa ipeleke hao MCS wote wa Kenya mzima, iwapeleke workshop, iwafunze kuhusu impeachments. Wanafanya vitu zenye hata Wakenya wa kawaida hawaelewi. Mkikosana na governor umekimbisha impeachment bungeni, mala umeongozwa na tumbo yako umepeleka impeachment bungeni. Sisi hatutakubali hiyo kama wakaaji wa Nyamira. Wakati gavana Nyagarama alipumzika, Mungu airaze roho yake mahali pema peponi, Nyaribo alichukua uongozi. Saa hii tena hatuwezi tena ati tuna impeach governor tulete mwingine wa kuwekelea. Hapo hiyo ndio ile mashida Nyamira County tunachiletea kwa mashida ya kuchitakia kusema. Wacha Nyaribo amalize tamu yake, wakazi wa Nyamira tuende kwa ballot tuchichagulie governor mwingine. Nyaribo akirudi ni sawa, mwingine akikuja bado ni sawa. Je, pengine unahisi kwamba uamuzi seneti iliweza kufanya ilisimama na haki ya mkazi wa kaunti ya Nyamira? Ilisimama na haki ya mkazi wa Nyamira kwa sababu sisi tulimchagua gavana atuhudumia, hatujaona makosa yake.
wale wenye wamekosana na yeye, wamekosana labda kikazi, hawapatii pesa, tumbo zao sichashiba, labda wanasikia vibaya, kuna wengine wanafanya kazi kulingana na wao. Hiyo ndio maoni yangu na wengine walikuwa wanahisi kwamba ni msukumo wa kisiasa kuhusiana na msimamo wake dhabiti wa kuunga azma ya Daktari Fred Matiang'i ya urais. Je, unahusiana na hilo? Hiyo ni ukweli kabisa. Kuna MCS bale wenye hawataki kuunga Matiang'i mkono, wakiona kiongozi wetu Nyaribo anaingiana na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani, wanaanza kutofautiana na yeye, ndio maana wakaleta hiyo impeachment motion. Anam, asante sana. Pengine tuweze kupata mkazi mwingine atueleze wewe unahusiana vipi kuhusiana na swala hili la kuweza kuponea gavana Amos Nyaribo. Kwa majina ni Nyamoya Joseph kutoka mchi wa Keroka. Hapa tulioko saizi ni vizuri sana seneta waliamua kumalizana na kesi ya Nyaribo, sababu ni kama MCA tulichagua kwenda huko Nyamira County, kazi yao ni wakisikia njaa wanaweka motion ya impeachment. Njaa ikifika motion ya impeachment. So hatukuwachagua kwenda huko waende kuangamisha governor, tumewachagua kwenda huko wafanyie watu wa Nyamira County kazi. Ukiangalia wengi wanasema kwamba ukiangalia katika hoja hizi za kuweza kubandua gavana, hoja tatu ya Isiolo na ile ya Kericho na hata hii zote zinaona kwamba hazijafikishwa katika kiwango. Je, unaona kwamba wakilishi wadi hawa wako na uelewa na swala hili la kubandua ama impeachment? Ni kama wakazi wa Nyamira sana sana tulichagua viongozi kwenda huko county assembly ya Nyamira wenye hawajatimiza kwa kimasomo, sababu hatuwezi anza kuweka impeachment. Ningependa serikali iliyoko saa hii iweke shule au MCA wanaenda mafunzo. Wakishaenda kufunzwa wajue maneno ya impeachment ni nini, waangalie kwa katiba impeachment inaletwa na nini na inafaa kufanyika muda gani. Si kila mara ukisikia njaa unaanza, mtoto akisikia njaa anaanza kulia kwa mama yake ampe maziwa. Sasa na sisi mmefikia MCA tumechagua huko, wakisikia njaa wanaweka motion ya impeachment, wakisikia njaa motion ya impeachment. Yes. Nashukuru kwa Senate kufanya kazi mzuri kwa ajili ya huyu Amos Nyaribo afanye kazi yake ili kipindi yake akimaliza arabu wengine waingie vile wanataka. Kama angetolewa vitu vingi vingepotea, lakini kama amerudi tutafanyiwa mazuri. Kulingana na impeachment ya jana, nafikiri senators walifanya jambo la muhimu sana. Walitoa utetezi, na kwa hakika huyu mzee Nyaribo ingekuwa aibu sana kwa watu wa Nyamira. Maana hiki ni kipindi chake cha kwanza. Kile cha kwanza alichukua by election. Kwa hivyo kama angetolewa mambo mengi yangeharibika sana. Kumtoa ni kama ingeaibisha watu wa Nyamira na hata watu wa Kisii kwa ujumla. Kwa hivyo senators mlifanya jambo la maana, hasa Senator Onyonka na wengine mlionyesha kwamba kwa hakika wa Kisii tumekomaa kisiasa. Na hawa MCA kwa hakika ni vitina tu wamemfanyia, na hata ukiwafuata kwa wards zao utapata kwamba hawajafanya kulingana na vile walikuwa wameahidi wakazi wa sehemu hiyo. Kwa hivyo vile ilikuwa ni vitina tu peke yake. Kwa hivyo kwa senators kwa jambo mlifanya jana kututoa aibu kubwa. Asante sana. Naam, asante sana Andrin Kilemi. Kama ulivyoweza kusikia tu ndizo baadhi ya kauli za wakazi kutoka eneo hili la kaunti ya Nyamira. Tutakuwa nafanya mazungumzo na baadhi yao tu hapo baadaye ili niweze kukufahamisha, lakini sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Langu jina ni Kombo Alfayo. Shukran za dhati Kombo Alfayo.